Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Nashukuru Mwenyezi Mungu, leo tuna press nzuri. I think naona watu wengi tupo. Siku zingine tunakuwa wachache. Okay, maandalizi kiujumla yako vizuri, lakini hatutakuwa na maandalizi muda mrefu sana kwa sababu tumesafiri almost karibu kilomita 1000 na kutoka Mwanza kufika Dar es Salaam. So tuna siku ya leo ya kuona namna gani tunafanya recovery na kuandaa hasa vijana kwenye mindset zao, muda huu ambao wataupata kupumzika zaidi, kutunza energy ili tuweze kutumika vizuri hiyo mechi ya kesho. So sidhani kama tutakuwa tuna maandalizi makubwa sana zaidi ya leo. Lakini so far wachezaji wote wako kwenye hali nzuri. Some players ambao tunaweza tukawamiss kwenye mechi, wale ambao walipata kadi mechi na Dodoma. Katanga ndo mchezaji pekee ambaye anaweza akakosa mechi. So na preparation ya watu wengine kwa ripoti ya daktari mpaka sasa wako kwenye hali nzuri, hakuna mchezaji wote ambaye yuko na shida. So tuombe Mwenyezi Mungu inshallah atuamshe salama hiyo siku ya kesho ili tuwe na momentum nzuri. Shukrani sana mwalimu. Mchezo kimbinu utakuwa ni mchezo wa namna gani dhidi ya Afrika? Ni mchezo mgumu, na ni mchezo nafikiri ni kila mmoja una muhimu kwake. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu matamanio na matarajio ya kila mmoja kwa yale malengo ambayo amejiwekea, anatamani kumaliza vizuri. So tunahitaji na tunatamani kuwa na momentum nzuri uwanjani kulingana na mechi jinsi ambavyo ipo. Kila nyakati tuwe bora off the ball, na wakati tuna mpira tutumike vizuri kwa maana ya kuwa na tactical discipline nzuri ili tuweze kuwa na momentum nzuri. Nakaribisha maswali kwa mwalimu. Asante. Asalamu alaykum. Tutakuwa na muda mrefu kama hivyo maandalizi, lakini pia pengine kuna fatiki ya kusafiri. Haiwezi kuwa ni sababu ya kuwa na ugumu wa kupoteza mchezo wa kesho kwa Yanga ambayo yenyewe inahitaji ushindi tu kwenye mchezo wa kesho ili iweze kuwa mabingwa wa taifa. Mimi kwanza niseme sio muumini wa excuse. Ratiba iko hivyo, tunajua iko hivyo. Hata tukisema kwamba okay, fatiki ipo, so tusicheze mechi, inabidi tucheze. So hatutaenda pale ku celebrate, tutakwenda compete. Whatever case ambaye tutakutana nayo, lakini tunahitaji compete na tuweze kumaliza vizuri. Umesema yeye anataka kumaliza vizuri apate point 3 ili awe bingwa. Na sisi tuna malengo yetu, tulikuwa na malengo ya kupata top 4 nao tumeyakosa. Sasa tunapambana kupata nafasi ya 5. Bado tuko ndani ya malengo, tunatamani kuwa na wakati mzuri ili tuweze kufikia yale malengo ambayo tumejiwekea. Swali lingine? Kwema. Kitu cha kwanza ambacho naweza nikasema, sisi tuko JKT kwa ajili ya kufanya yale malengo ya JKT, sio bila kuangalia nani anafanya nini. Hayo matokeo ambayo yalitokea huko nyuma ni history kama history zingine. So na mchezo ambao jinsi utakwenda ni momentum nyingine. So kama JKT tuko pale kwa ajili ya hii nembo ya JKT na wale ambao wanatupatia mkate wa vijana. Kwa tutahakikisha tunafanya vizuri na ndo matumaini na malengo ya kila mmoja kuwa bora kwenye kila nyakati na tuweze kupata matokeo bora zaidi. Ni vizuri kama umesema hivyo, lakini just ni game plan. Siwezi kusema nafanyaje kwa sababu hii ni vita, sio huwezi kusema nakwenda kupambana na opponent na utangaza nini nitafanya. No, inabaki ni siri ya staff wachezaji na kuangalia strengthening za opponent ambaye tunakutana naye wakati tuna mpira na wakati hatuna mpira, nini ambacho tufanye. Kwa kikubwa tumejianalyze sisi kwanza, tuone ubora wetu upo wapi na tuuboreshe zaidi, na yale ambao sio mazuri tuyafanye yawe mazuri zaidi, sio wakati huo tunaangalia weakness ya opponent na strengths zao kuziona jinsi gani ambavyo tunaweza tukadhibiti. Kocha azungumza na mashabiki wa JKT Tanzania. Kwanza nitoe shukrani za dhati kwa mashabiki wa kwetu JKT. Wamekuwa na sisi kwenye vipindi vyote ambavyo vizuri na ambavyo sio vizuri. So tunatamani siku ya kesho kwa uchache wao, naamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu inshallah atupatie matokeo mazuri ili tuweze kuwafurahisha zaidi.
Hatuna zaidi ya kusema labda tunaweza tukafanya nini na nini, lakini kikubwa kwa ambacho wanatamani ni kuona sisi tunafanya vizuri na kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo tuwaombe wasogee, watusapoti kwa huo uchache ambao utaonekana, lakini sisi kwetu tunauthamini kama ni wingi. Tutajitahidi kuvuja jasho kwa ajili yao na familia zetu na maisha yetu na wale ambao wanatusapoti. Kwa hiyo tunawaomba tukaribie na watuombee kama jinsi ambavyo wanatuombea siku zingine. Shukrani sana kocha. Naam, huyo alikuwa ni kocha wa JKT Tanzania Hamad Ally, amezungumza namna ambavyo wao wamejipanga kukabiliana na timu ya Young African. Ni wakati wa kumsikiliza Nasor Maulid ambaye atazungumza kwa niaba ya wachezaji wenzake, wao kama wachezaji wamejipanga vipi. Nasor, karibu uzungumza na wanahabari. Asante. Sisi kama wachezaji wa JKT nashukuru Mungu tumefika salama kituo cha kazi na hii mechi yetu sisi ya mwisho. Tumejiandaa vizuri kwenda kupambana na mpinzani na kuhakikisha tunapata alama 3 na kufikia malengo ya timu. Nasor, kama wachezaji mmeongea nini kuelekea mchezo wenu wa kesho ambao ni mchezo wa mwisho kwa msimu huu wa 25 26? Sisi mechi zote tutakuwa tunaongea, tunapeana morali kwa mechi zote. Sisi ni finali, kuhakikisha tunapata matokeo na kupambania nembo ya JKT na kufikia malengo ambayo tumejiwekea, kwa sababu malengo yetu ilikuwa ni top 4 na malengo yale yamepotea, lakini bado hatujatoka kwenye njia na tunajitahidi tupambane tupata hata top 5 inshallah. Shukrani sana. Nakaribisha maswali kwa Nasor Maulid. Wachezaji na fanyaji kuondoka kwenye hii pressure iliyopo mwisho wa msimu kwa asilimia kadhaa, kama kwenye pressure sana kulinganisha na mbele tunacheza naye, kwa kuna ile pressure ambayo inajiingiza hapo Yanga anataka kuwa bingwa. Wachezaji mnafanyaje kujiondoa kwenye pressure na kubaki kwenye mpango kazi wenu kuelekea mchezo huu wa kesho? Kama alivyosema ticha hapo, nashukuru kwa maandalizi ya ticha kama kaandaa vizuri kuelekea mchezo wa kesho. Sisi kama wachezaji tutafuata maelekezo yake na jinsi ambavyo benchi linataka ili kuweza kufikia malengo inshallah. Yeah. Swali jingine? Kama wachezaji nini mnazungumza katika mchezo hapo kesho? Ukitazama mpinzani mnaokwenda kucheza naye, uhitaji mkubwa ni alama 3 pia kutangaza ubingwa. Ndio. Nini mnazungumza katika mchezo? Rejea tena, sijakuelewa. Kama wachezaji nini mnazungumza zaidi kuelekea katika mchezo huo, huku mkitazama mpinzani uhitaji mkubwa ni kupata alama 3 na kutangaza ubingwa? Na mimi swali ticha alilijibu mwanzo. Wao wana malengo yao na sisi kama JKT na malengo yetu. Sisi tunapambania malengo yetu inshallah. Ni hivyo. Yeah. Swali la mwisho. Habari. Salama. Ni mechi ambayo si tu mechi ya kawaida, ni mechi ambayo inakwenda kuamua bingwa. Ninyi kama wachezaji, tuambie ni tahadhari gani ambayo mnakwenda kuchukua kwenye mchezo huu? Si tu kumaliza ligi bali kuwa katika nafasi nzuri. Tahadhari zote naamini ticha amezichukua na benchi la ufundi pamoja na uongozi wa timu. Mimi naamini inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kesho tena kupambana kuvuja jasho kwa sababu ya nembo, kwa sababu hii ndo kila kitu kwetu sisi. Naamini inshallah Mungu atajalia tutapata matokeo inshallah. Nasor, zungumza sasa na mashabiki wa JKT. Ya kibinafsi pamoja na wachezaji wa JKT, napenda kuwashukuru sana kwa support ambayo wanatupa na ambayo wametupa toka mwanzo wa ligi mpaka sasa hivi tunafikia mechi ya mwisho. Sisi tunaomba kama wachezaji pamoja na uongozi na benchi la ufundi leo wajitokeze kwa wingi, kesho inshallah na mimi wajitokeze kwa wingi waweze kuja kutushangilia na kuja kuagana, na mimi tutaagana kwa furaha inshallah. Shukrani sana Nasor. Shukrani sana.